Twende kazi. Mwanasiasa na waziri wa zama Raphael Tuju ameibua hofu kuhusu tabia na lugha ya majaji watano kati ya majaji 7 wa mahakama ya juu, akilinganisha tabia zao na msimu wa kiza katika historia ya Marekani. Tuju kupitia barua kwa jaji mkuu Martha Koome ameonya kwamba mahakama ya juu isiyowajibika inaweza kuifanya Kenya kuteketea kirahisi. Na kama Ibrahim Karanja anavyoarifu, barua hii ya Tuju ni ya hivi punde zaidi katika msururu mkali ambapo majaji 7 wa mahakama ya juu akiwemo jaji mkuu Martha Koome wanajipigania na kung'ang'ana kusalia afisini dhidi ya tetesi dhidi yao. Katika kuashiria uzito wa swala hili, Tuju anaangazia matokeo mabaya ya uamuzi wa mwaka 1857 nchini Marekani, ambapo mahakama ya juu iliruhusu utumwa, akisema kuwa Wamarekani milioni 4.7 walikufa kwa sababu ya makosa makubwa yaliyotekelezwa na mahakama ya juu. Barua hiyo kisha inazamia lugha iliyotumiwa na mahakama ya juu ya Kenya mwaka 2022 katika kutupilia mbali kesi iliyopinga uchaguzi wa rais mwaka 2022. Tuju anasema kuwa hakuna kitu kilichoonyesha kutokomaa na kutojali kwa mahakama ya juu ya Kenya kama lugha iliyotumiwa katika uamuzi wa kutupilia mbali kesi iliyopinga uchaguzi wa rais mwaka 2022. Japo anakubali uhuru wa kimaamuzi wa mahakama hiyo, anakosoa maneno yaliyotumika, akibainisha kuwa katika taifa lenye migawanyiko mikubwa, mahakama haingetumia lugha kama vile hot air na wild goose chase. Kulingana naye, majaji hao walikuwa wakizidisha chuku kwenye moto katika mazingira yanayoweza kuteketea sana badala ya kupoza mambo kwa kutumia lugha sahihi. Mbunge huyo wa zamani wa Rarieda hakuachia hapo. Aliwakashifu majaji wa mahakama ya juu kwa kuzungumzia mbele ya umma masuala yaliyoko mbele ya mahakama na mbele ya tume ya huduma za mahakama JSC. Anasema majaji wa mahakama hiyo kwa hivyo lazima wawe na uzito wa kutekeleza majukumu yao kwa hekima, usikivu, kuzingatia sheria, kuhakikisha kesi za haki na kulinda katiba. Tuju ambaye ni miongoni mwa walalamishi wanaotaka kuondolewa kwa majaji wa mahakama ya juu zaidi kuhusu mienendo yao katika kesi iliyogusa kampuni yake ya dari, anakashifu jaribio la majaji hao kuizuia JSC kuendelea na maombi yaliyo mbele yake, akisema kuna maanisha kuwa majaji hao wanataka wapewe leseni ya ufisadi. Madai kali zaidi katika barua hiyo yanahusu mienendo ya kibinafsi ya baadhi ya majaji, huku Tuju akidai kuwa ipo wazi kuwa majaji 4 kati ya 7 wa mahakama hiyo wana sifa ya kuonesha ulevi hadharani, akisema hata ana video kutoka kwa mitandao ya kijamii anayoweza kumtumia jaji mkuu kama ushahidi wa ulevi wa majaji hao. Hata hivyo, waziri wa zamani wa sheria Kiraitu Murungi anamkosoa Tuju. Umesikia hiyo ndugu yangu Tuju ati ndiye anaongoza hii maneno. Alikuwa wapi kwa serikali iliyopita? Alikuwa wapi? Yeye mwenyewe alikuwa na kesi kubwa ya mali yake na banki na nini. Kwa hivyo ni mambo personal ambayo tunakuja kuondolea court, ama ni kutetea wananchi wa Kenya. Kuna jaji ambayo hata hakuna fununu ya kuchukua rushwa, ni Martha Koome. Na huku ratili ya kumbandua Koome na wenzake kazini kizidi kuwa nzito, Kiraitu yasisitiza kuwa Koome yu sahihi. Huku idara ya mahakama inapopitia mawimbi makali na shinikizo la kisiasa, siku zijazo zitakuwa za kusawazisha kati ya sheria na siasa. Ni msimu ambao huenda pia ukabadilisha majukumu ya idara ya mahakama katika mazingira ya kidemokrasia ya Kenya. Ibrahim Karanja, NTV.